Naitwa Ana Atanaspo, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto. Wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto tukishirikiana na Qatar Charity ambao hawa ni washirika wetu wa kimaendeleo naweza kusema, sababu tumeingia MOU pamoja na wao kwa ajili ya kusaidia watoto wetu mayatima, lakini pia kusaidia watu wenye mazingira magumu. Leo hii haswa shughuli hii ambayo inaendelea mahali hapa ni kwa ajili ya kutoa iftari kwa watu wenye mazingira magumu. Qatar Charity wameleta iftari kwa watoto wetu, lakini pia kwa wazazi ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Tuwaombe jamii yoyote yule ambaye ana hali nzuri, anajiweza, anataka kutoa sadaka, awasiliane na wizara yetu na sadaka hizo zitawafikia moja kwa moja walengwa. Taasisi mbalimbali zinaweza zikafanya kufuturisha, lakini vile vile vikafanya kutoa sadaka. Na sisi hilo hatulikatai, lakini kama unajisikia vizuri, ni vizuri manake ukaja kwenye wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, ukafanya pamoja na sisi jambo hili. Na hili itatuwezesha kujua watu gani wamefikiwa na watu gani bado hawajafikiwa. Kwa hiyo tuwasihi na tunawaomba taasisi mbalimbali ambazo zinatoa misaada wapitie wizarani kwetu ili tuweze kujua nani kafikiwa na nani hajafikiwa. Lakini tunaweza kujikuta tunatoa msaada kwa mtu mmoja huyu kenda katoa na yule anopewa na nyamaza kimya, mwingine hasemi. Kwa kweli tunashukuru sana wenzetu wa Qatar Charity kwa kuwaona wanyonge maskini na walitaka orodha ya watu wanyonge, nasi tukawatafuta tumewapatia, na alhamdulillah iftari kama mnavyoziona hivi watapatiwa, na nadhani nyingine wanaweza kutumia hata mwezi wa kula mchana nyingi, na nyingine wanaweza kutumia hata kwa sikukuu. Kwa hiyo nitoe wito wangu kwa wanajamii, hasa wenye uwezo, wafanya biashara, kampuni, wafanye kazi na serikali na wajenge imani, kwa maana kwamba vitu hivyo vinawafikia wenyewe walengwa kama ambavyo mlivyowaona na vitu vinavyoonekana. Mimi naitwa Hassan Juma Hassan, natokea taasisi ya Qatar Charity Organization. Jumla ni tani 38.6. Ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Kuna tende, kuna unga, kuna mchele, kuna tambi, kuna mafuta, na malengo ni kuwapa wale ambao Waislamu wenzetu ambao hawana uwezo, kwa tumewaletea hii iftari ili iweze kuwasaidia kuweza kufunga Ramadhani vizuri. Na kama ilivyo ada kwamba huu ndo mwezi wa masiku ya mwisho, naamini iftari hii pia itawasaidia kipindi cha sikukuu. Namshukuru Mungu kwa kutufikisha hapa kwa kupata sadaka kwa watoto wetu yatima. Mungu awafariji, Mungu awape heri, Mungu awape baraka. Mwenyezi Mungu awajalie waloleta sadaka hii, awape nguvu na maisha mema, na sisi Mungu atujalie tuwe salama na amani inshallah. Na sisi kwa hali hiyo tumefarijika sana kwa kupata msaada kama huu. Tunamwombea baraka rais wetu, Mwenyezi Mungu amzidishie imani, amzidishie mapenzi kwa wananchi wake.